أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، وعلى أصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikiwa ni mwendelezo wa darsa ya fiqhi ambapo tulieleza mambo kadhaa kuhusiana na sala. Tulieleza arkanu salat, tukaeleza arkanu salati na wajibatu salat, na tulijikita katika kueleza zile wajibati ambazo ni rukni, ambazo ni nguzo katika swala. Tukasema kwamba maana ya nguzo katika swala ni kwamba ukizidisha kwa makusudi au kwa kusahau, swala yako ni batil, na ukipunguza kwa makusudi au kwa kusahau, vile vile swala yako ni batil. Lakini wajib, tukasema kwamba ukizidisha kwa makusudi au ukizidisha kwa makusudi, swala yako ni batil. Ukizidisha kwa kusahau, swala yako si batil, na ukipunguza kwa makusudi, swala yako ni batil, na ukipunguza kwa kusahau, swala yako si batil. Isipokuwa zinakuwepo mualajat, namna ya kutibu au ya kutatua changamoto pale ambapo unakuwa umezidisha au umepunguza hizi wajibati. Lakini pia tulieleza kuhusiana na nia, nasema ni wajib rukni, ni katika nguzo za swala. Na pia tukaeleza kuhusu takbiratul ihram, tukasema pia ni nguzo katika swala, na ukiacha kwa kusahau au kwa makusudi, swala yako inabatilika. Nadhani swali la msingi kabla hatujaanza kueleza alqiyam ni masala ya kwamba sisi katika dini yetu ya Kiislamu tunaambiwa kwamba rufi alqalam, wametajwa watu kadhaa au adhari kadhaa. Moja ya adhari zilizotajwa ni kwamba wa mimma la ya'lamun, na vile vitu ambavyo hawavijui. Kwa maana kwamba unaweza ukafanya kitu kwa elimu yako na utambuzi wako, kitu hiki ni sahihi, lakini kumbe fil waqi, katika uhalisia sio sahihi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira haya la yuakhidhukum, hawezi kuadhibu. Kwa nini? Kwa sababu hamna elimu na hicho mlichokifanya, au haujafanya kitu fulani ukijua kwamba ni sawa kutokufanya, lakini kumbe katika uhalisia ni wajibu ufanye. Sasa Mungu hakuadhibu kwa sababu ulikuwa haujui. Hivyo hivyo katika masala nzima ya hizi arkanu sala, nguzo za swala, tumesema kwamba ukiacha kwa kusahau, ukizidisha kwa kusahau, swala yako pia inabatilika. Ukipunguza kwa kusahau, swala yako pia inabatilika.
Lakini ni ipi sasa hukumu au ni ipi dhima yangu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na ile swala? Ni kweli katika mawazini za kifikihi swala yangu ni batil, lakini mimi nimefanya sahawan, kwa kusahau, nimeongeza au nimepunguza kwa kusahau, na nikabaki hivyo mpaka nafikwa na umauti. Sijawahi kukumbuka kama kuna swala rukuni katika arkani niliongeza au nilipunguza, sijawahi kukumbuka. Masala yanakuwaje? Utaenda kuadhibiwa kwa sababu ya ile swala? Rufi an ummati ma la ya'lamu, kwamba unakuwa ni maadhuru. Ni kweli swala yako sio sahihi, lakini unakuwa ni maadhuru kwa sababu haukufahamu, haukujua. Na lau kama ungejua kwamba nilizidisha, ungerudia swala yako, lakini haukujua. Sasa hii nukta ilikuwa ni vizuri tukaiashiria ili tufahamu kwamba kama itatokea hivyo, basi msamaha wa Mwenyezi Mungu na maghfira ya Mwenyezi Mungu ni pana. Lakini pale ambapo utakumbuka kwamba nilisahau nikaongeza rukni au nikapunguza, basi lazima urudie swala yako. Leo tunaeleza kuhusiana na alqiyam, kisimamo. Kisimamo kwa maana ya kwamba kusimama wakati unaswali, lakini pia kusimama wakati unapiga takbiratul ihram. Sasa kisimamo bishakli naamu katika swala ni wajibu. Kusimama kwa mtu anayeweza katika swala ni wajibu katika mazingira yote. Ukiwa unasoma alhamdu, ukiwa unasoma sura nyingine, kama kuna zile tasbihatul arba, alqiyam wajibu. Lakini alqiyamu ambayo ni wajibu na ni rukni, hii ndo ambayo tunataka tuieleze. Ni kile kisimamo ambacho ni nguzo katika nguzo za swala. Kama tulivyoeleza, alqiyamu mutlaqan ni wajibu katika swala. Wewe ukiwa naweza, ni lazima uswali kwa kusimama. Sasa Sayyid anaeleza kwamba alqiyamu hala adai takbirati al-ihrami walqiyamu qabla adh-dhahabi ila ar-ruku'i walladhi yusamma bilqiyami al-muttasili bir-ruku' kilahuma ruknan. Anasema qiyamu hala takbiratul ihram, kusimama au kisimamo wakati unapiga takbiratul ihram, na kisimamo ambacho unatoka kwenye hicho kisimamo alafu unaenda kurukuu. Sasa pia kuna wakati mwingine watu tunachanganya. Sema alqiyamul muttasilu birrukuu, kisimamo kinachokutana na rukuu. Sasa wako wengine wanahisi kisimamo kinachokutana na rukuu ni ile ambayo unatoa kwenye rukuu alafu unasimama. La, sio kile. Kile ni wajibu, sio rukni. Alqiyamul muttasilu birrukuu inayokusudiwa ni ile ambayo unasimama alafu unatoka kwenye kusimama unaenda kurukuu. Hiyo ndo ambayo inayokusudiwa hapa. Sasa anasema hivi simamo viwili ni rukni, ni nguzo katika nguzo za sala. Kwa maana kusimama wakati unapiga takbiratul ihram na kusimama unapoenda kusujudu, kwa maana kurukuu, kwa maana kwamba ukienda kurukuu inabidi utoke kwenye qiyam, kwenye kisimamo. Usiwe katika hali ya inhina alafu ukarukuu hapo. La, ni lazima utoke kwenye kisimamo alafu uende kwenye rukuu. Kwa vyote viwili ni rukuni, ni nguzo katika nguzo za swala. Walakin alqiyamu hala qira'ati alhamdi was-sura walqiyamu alladhi yakunu ba'da al-intisabi min ar-ruku' laysa biruknin.
Anasema kisimamo wakati wa kusoma suratul Hamd, suratul Fatiha, na kisimamo wakati wa kusoma sura nyingine isiyokuwa al-Fatiha, na kisimamo cha kutoka kwenye rukuu, unapotoka kwenye rukuu kurudi juu. Anasema hivi visimamo sio rukuni katika arkani za swala. Tofauti sasa visimamo ambavyo vinakuwa wakati wa kusoma alhamdu au sura nyingine, au unaposimama kutoka katika rukuu, hivi visimamo sio rukuni, sio rukuni. Ni wajibu lakini sio rukuni. Kwa maana kwamba kama utavisahau swala yako itakuwa ni sahihi. Wa idha tarakahuma sahwan sahhat salatu, akiviacha visimamo tulivyoeleza, kaviacha ukusahau, swala yako ni sahihi. Anasema yajibu ala al-ahwati an yaquma qabla takbirati al-ihram wa ba'da takbirati al-ihram miqdaran yatayaqqanu ma'ahu annahu ata bitakbirati hala alqiyam. Hii ni ile katika lugha za kifiki wanasema muqaddimatul wajib, tangulizi wa wajib. Kitu ambacho ni cha wajibu ni kusimama hala takbiratul ihram, sio kisimamo wakati unapiga takbiratul ihram. Hii ni rukuni katika arkani za swala, ni nguzo katika nguzo za swala, hala takbiratul ihram. Kwa hiyo kama takbiratul ihram yako inachukua mathalan sekunde 2 au sekunde 5, kisimamo cha sekunde 5 zile kinakuwa ni rukuni, inakuwa ni rukuni. Sasa nje ya hizo sekunde 5 ambazo zinatosha takbiratul ihram ya kwako, kisimamo cha nje ya hapo kinakuwa na hukumu gani? Ndio hapa anaeleza. Anasema yajibu ala al-ahwat an yaquma qabla takbiratul ihram wa ba'da takbiratul ihram miqdaran yatayakkanu ma'ahu au yutayakkanu ma'ahu annahu ata bitakbira hala alqiyam. Ni kwamba kabla ya kuanza takbiratul ihram inabidi usimame, yaani katika kusimama, sio ile kwamba unasimama unafika katika ile lahadha sekunde hiyo umesimama Allahu akbar, la, sema ala al-ahwati wujuban, inabidi usimame kabla ya kwanza takbiratul ihram, huo umesimama, umetulizana. Lakini pili, inabidi pia usimame baada ya takbiratul ihram, sio unamaliza takbiratul ihram alafu unaanza mathalan al-Fatiha au unaenda sehemu zingine, la, kuwe kuna kamuda fulani. Kwa nini? Lengo hasa ni nini? Anasema lengo hata yatayakanu annahu ata bitakbira hala alqiyam. Nasema muqaddimatul wajib, inabidi ufanye hivi ili uwe na uhakika kwamba takbiratul ihram yangu imetokea katika hali ya kuwa nimesimama. Kwa nini? Kwa sababu na sekunde labda 3 nyuma kabla ya takbiratul ihram ulikuwa umesimama, halafu na sekunde labda 3 zingine baada ya takbiratul ihram ulikuwa umesimama. Kwa hiyo unakuwa na uhakika wa 100% kwamba takbira yangu imetokea nikiwa nimesimama. Idha nasiya rukuu, nasiya rukuu wa jalasa ba'da alhamd was-sura thumma tadhakkara annahu lam yarka
wajaba an yaqum thumma yarka, wa idha raka'a duna an yaquma awwalan ay nahada munhaniyan wa ata birruku'il mansi batalat salatuh li'annahu lam ya'ti bilqiyamil muttasili birruku'. Tumesema ikitokea ukasahau rukuu kaenda kusujudu moja kwa moja, umetoka labda takbira na alhamdu, kasahau rukuu kaenda kusujudu, ima kabla haujafika katika sajida unakumbuka kwamba nimesahau rukuu, sasa hujafika katika nini, katika sajida. Sababu ukifika katika sajida kuna ahkamu zingine. Sasa ukakumbuka kwamba sija rukuu, anasema ni lazima urudi juu, lazima usimame muntasiban, tarudi juu, utasimama, utatulizana, halafu ndo utaenda kurukuu. Sasa kama itatokea haujasimama, umetoka katika ile marhala uliokuwepo, halafu vile vile munhanian ukapandisha tu kwa kiwango kile kile cha kurukuu, ulikuwa mathalan tuchukulie hapo unakaribia kusujudu, inabidi sasa urudi kwenye rukuu kiwango chake ni hapo, ukarudi mpaka hapa munhanian, halafu ukaleta rukuu yako na adhkari za rukuu, kisha ukaenda kusujudu, anasema swala yako inakuwa ni batil. Swala yako inakuwa batili. Kwa nini? Kwa sababu haujaleta alqiyamul muttasilu birruku. Kuna kile kisimamo cha kwanza tulichosema, kisimamo ambacho unatoka hapo unaelekea kwenye rukuu. Hicho kisimamo tumesema ni rukuni, ni nguzo. Sasa wewe utakapotoka ukaishia katika musawa huu wa rukuu, maana kile kisimamo hujakileta. Na kama haujakileta kile kisimamo, swala yako inakuwa ni batil. Kwa hiyo kikawaida inabidi urudi mpaka usimame, utulizane, alafu uende kuruku. Yajibu alla yataharraka badanuhu hala alqiyami wa alla yamila ila janibin wala yattaki'u ala shay'in walakin la ishkala law fa'ala hadhihi al-umur idtiraran kama la ishkala law harraka rijlayhi 'inda al-inhina'i ila ar-ruku'. Masala inaeleza hala ya mwili kutulia, mwili mzima utulia. Anasema yajibu alla yataharraka badanuhu hala alqiyam wa alla yamila ila janibin wala yattaki ala shay'in. Inabidi uwe umetulizana wakati ukiwa umesimama, yani kisimamo kinachotakiwa ni kisimamo ambacho umetulizana. Achilia mbali masala ya kwamba unapiga takbiratul ihram au upige takbira, acha yote. Maadamu upo katika kisimamo cha swala, inabidi usimame ukiwa umetulizana, mwili wako usitikisike, umetulia. Lakini pia inatakiwa la yamilu ila janibin, usimili upande fulani. Mathalan, kuna watu wanasimama anaegemea labda uzito zaidi kwenye mguu wa kulia, kiasi kwamba ukimuona unaona kabisa amemili, yani hayuko mustawiyan, hayuko sawa sawa, nakuta kwamba yuko upande fulani. Wala yattaki'u ala shay'in, pia usiegemee wala usiegemee kitu. Kio katika kisimamo chako usiegemee wala usiegemee kitu, labda umeshika fimbo, shika labda
nguzo za masjid, sio za musalla, usiegemee hicho kitu. Sasa anasema walakin la ishkala law fa'ala hadhihi al-umur idtiraran. Kwa maana yake ni kwamba tunasema usiegemee nguzo, wala usiegemee fimbo, wala usimwegemee mtu, wala usiegemee chochote, wala usimili upande fulani, sio? Wala mwili wako haitakiwi utikisike wakati ulikuwa umesimama. Anasema haya yote ni nini? Ni kwa sababu kama hakuna dharura yoyote. Hakuna dharura. Lakini ukiwa na dharura kwa kuna dharura hamna shida. Inasihi. Kwa na dharura inasihi. Kama la ishkala law harraka rijlaihi inda al-inhina ila ar-ruku'. Sasa pia hakuna ishkali kama utatikisa miguu yako kidogo wakati tanhani ila ruku, wakati unaenda kwenye ruku. Ndio sasa kikawaida wakati unaenda kwenye ruku si kwamba uko katika haraka, sio? Unapoenda kuruku maana yake uko katika haraka. Kwani mwili umetulia bali? Haujatulia, upo katika haraka. Ndio. Sasa ikitokea labda haraka nyingine ya miguu kajitikisa pia, sema la ishkal, hakuna shida. Lakini ukishafika kwenye rukuu sasa, al-istiqrar lazima iwe. Lazima utulie, mwili wako umetulia, alafu ndo unaleta dhikri ya rukuu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ukiwa umetulia. Anasema la ishkala idha haraka badanahu au mala ila janibin au ittaka ala shay'in hala alqiyami nisyanan. Wa hakadha idha fa'ala hadhihi al-umur hala alqiyam alladhi yati fihi bitakbirati al-ihram au hala alqiyami المتصل بالركوع نسيانا وإن كان الأحوط استحبابا أن يتم الصلاة ويعيدها. Anaeleza kwamba hakuna mushkila unapokuwa kuna dharura, sio? Kuna dharura au la umesahau, unaingia katika swala ukasahau kwamba inabidi uwe umetulia, ukajikuta umwegemea mtu au umeegemea kitu fulani, au ukajikuta umemili upande fulani. Sema kwa sababu ulikuwa umesahau, hakuna shida. Sababu ulikuwa umesahau, hakuna shida. Sasa swali, nikifanya au nikiegemea sehemu au nikamili upande fulani nikiwa katika kile kiamu ambacho ni nguzo katika nguzo za swala, kama vile kiamu wakati wa takbiratul ihram au kisimamo wakati wa ruku, ikatokea kwamba nimeegemea kitu wakati nikiwa nimesimama kisimamo cha kwenda kuruku, au nimeegemea kitu wakati nikiwa napiga takbiratul ihram, si ndio? Hapa hukumu yake ni nini? Anasema hukumu yake anasema wa hakadha idha fa'ala, pia hakuna shida. Hukumu yake ni kwamba pia hakuna tatizo, lakini ahwatu istihbaban ni kwamba utimize ile sala yako halafu uirudie. Ahwatu istihbaban imetokea kwamba upo katika kiamu cha takbiratul ihram, kisimamo cha takbira, upo katika kiamu au kisimamo cha rukuu, halafu kajikuta
umeegemea kitu, so kushika la mushkila, kushika kama maadamu utawa katika hali ya istikrar. Mushkila ni kwamba umeegemea, sio umeegemea kiasi kwamba uzito wako wewe unategemea kitu fulani ulichokiegemea. Hapo ndio kwenye mushkila. Sasa ukifanya hivyo, anasema kama itatokea hivyo kwa kusahau, basi inabidi utimize ile swala yako, halafu uirudie tena. Kwa swali ya dhuhuri ufanye hivyo, kamilisha dhuhuri yako, halafu simama ufanye nini? Uirudie tena ile salatu dhuhuri. Masala nyingine anasema al-ahwat wujuban an takuna rijlahu ala al-ardi hala al-qiyam, walakin la yalzamu an yulqi bi thikli badanihi alayhima ma'an, bal la iskal law alqa bi thiklihi ala wahidatin minhuma duna al-ukhra. Sasa tuligusia kidogo mwanzo, upo katika hali ya qiyam. Je, ni wajibu miguu yangu yote iwe ardhini? Sema ndio, ni wajibu ala lahwa. Na hapa inabidi tuwe makini, kwa sababu kuna utofauti wa miguu kuwa ardhini, si ndio? Alafu tukisema kwamba umeegemea mguu mmoja, hapa kuna utofauti. Yaani tukahisi kwamba labda mtu akiegemea upande mmoja basi inakuwa kuna shida, maadama mguu upo katika ardhi. Kwa anasema kila ambacho ni cha wajibu, cha lazima, miguu yote iwe ardhini. Hii ni wajibu. Ama sasa kuegemea upande mmoja, je, hii ni wajibu? Kuegemea upande mmoja haifai? Anasema walakin la yalzam, si wajib, an yulqi bi thikli badanihi alayhi ma'an, akaegemea ule uzito wake wote, akategemea miguu yake yote miwili, hakuna shida, na wala sio lazima aegemee miguu yote miwili. Kwa hiyo bal la ishkala law alqa bi thiklihi ala wahidatin minhuma duna al-akhar au duna al-ukhra, hakuna mushkila kama uzito wake atauegemeza zaidi kwenye mguu fulani tofauti na mguu mwingine. Nadhani inaeleweka, sio? Kwa sababu kuna muda watu wanafanya hivyo. Hata katika visimamo vya kawaida kuna muda umechoka kusimama kwa miguu yote miwili, unajikuta kwamba umeegemeza uzito kwenye mguu fulani, alafu ukichoka tena unageuka upande mwingine. Kwa anasema hakuna mushkila katika hilo. Masala ya mwisho, man yumkinuhu alqiyamu alkamil as-sahih idha faraja baina rijlayhi bihaythu la yasduqu alayhi unwanu alqiyam batalat salatuh. Sio? Anasema ambaye anaweza, man yumkinuhu alqiyamu alkamil as-sahih, anaweza kusimama kisimamo kamili na kisimamo sahihi, anaweza, sio? Sasa mtu huyo akafanya tukio moja, idha faraja baina rijlaihi bihaythu la yasduqu alayhi unwanu alqiyam batalat salatu. Jamaa zetu waga anafanya vitu vya namna hiyo. Inatokea mtu anatanua miguu shekhe kiasi kwamba la yasduqu annahu qiyam, tanua miguu mpaka Allahu akbar, shun turid yani, na unabanwa ukiena mushkila. Sasa ikifikia hatua umetanua miguu kwa kiasi kikubwa
kiasi kwamba la yasduku ma'ahu unwanul alqiyam, kiasi kwamba ukatoka kabisa katika ile anwani ya qiyam, ya kisimamo, swala yako ni batili. Zipo kuna kipindi, kuna picha zilitembea sana. Kama unajiuliza hii ni kisimamo au ni maandalizi ya karate au ni nini, au ni zile nini na zembus da distance suni shasale, zile staili za mapigano kwenye makarate. Unajiuliza hii ni nini sasa? So kuta mpaka huku shekhi. Sasa ikifikia hatua kwamba la yasduku ma'ahu alqiyam, yani mtu akikuangalia aseme kama umesimama, sio? Swala yako ni batil. Swala yako ni batil. Simama kawaida, miguu yako iwe usawa ule wa nini? Usawa ule wa mwili wako. Usawa ule wa mwili wako. Kama mwili wako ukisimama unaishi kama hivi, basi miguu yako pia ishi hapo hapo. Sasa unaenda huku ili weje sasa? Nasema tunazuia shetani. Zuia shetani. Kuna mzuia shetani kwa huku alafu katikati anapita. Maal asaf. Inshallah muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie hiki kichache na akifanye khalisatan liwajhihi alkarim, na akiwe katika mizani hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. Ahlan. Alaykum salaam wa rahmatullah.